Bwana, movie ya Fully ya mwaka 2026, hii ni movie kali ambayo ishatoka na cha msingi ni wewe kuweza kuifuatilia right now kuweza kuipata movie hii. Bwana, movie hii inasimulia kisa cha kusisimua sana ambacho chenye ukatili wa wazi na uhalisia mkubwa wa vita kuu vya pili vya dunia, ikionyesha miezi ya mwisho ya vita hiyo mnamo Aprili mwaka 1945, wakati majeshi ya Marekani na washirika wao walipokuwa wakisonga mbele kwa nguvu kuingiza mashambulizi ya mwisho ndani ya moyo wa nchi ya Ujerumani ya Kinazi. Bwana, hali iliyokuwepo wakati huo ilikuwa ya kutisha sana, ambapo wanajeshi wa Ujerumani walikuwa wamekata tamaa, lakini bado walikuwa wakipambana kwa kijeuri na kwa masharti ya kufa na kupona. Bwana, huku wakitumia silaha za kisasa na kuzuia matanki na mbinu ya kinyama kabisa kulinda ardhi yao katika uwanja huu wa vita uliojawa na maiti mengi sana. Bwana, tope na milipuko ya mabomu isiyoisha, kikosi kimoja cha matanki cha jeshi la tatu la Marekani kilikuwa kinapitia mitihani mizito sana ya kisaikolojia ya kimwili, huku wanajeshi wake wakiwa wamechoka kupindukia baada ya miaka mingi ya mapigano mfululizo barani Ulaya bila kupata muda wa kutosha wa kupumzika au kupona vidonda vyao vya kivita. Bwana, miongoni mwa vikosi hivyo kulikuwa na tanki moja la Sherman lililopewa jina la utani la Fully, ambalo liliongozwa na mkono wa chuma na kamanda mkongwe na mwenye uzoefu mkubwa sana wa vita aitwaye Don. Bwana, ambaye alikuwa amejijengea sifa ya kutokuwa na uoga na kuwa tayari kufanya lolote lile ili kuhakikisha kikosi chake kinasalia hai. Bwana, ndani ya tanki hilo kulikuwa na washiriki wengine wanne ambao walikuwa wamejenga udugu mkubwa na wa kipekee kupitia mateso na vifo ambavyo walivyovishuhudia kwa pamoja. Bwana, akiwemo Bori, huyu bwana anaitwa Bible Swan, ambaye alikuwa na imani kubwa ya kidini licha ya mauaji yaliyomzunguka. Bwana, kuna jamaa mmoja alikuwa anaitwa Trini. Huyu ni dereva aliyekuwa akitumia pombe kupunguza hofu, na mwanajeshi mpya mkorofi ambaye anaitwa Glady. Bwana, Travis, maisha kila siku ndani ya chuma hicho kidogo cha tanki yalikuwa na kubana pumzi, joto kali, harufu ya baluti na damu, na hofu ya kudumu ya kushambuliwa ghafla na mabomu ya mizinga ya adui yaliyoweza kulipua chombo hicho wakati wowote. Bwana, hali ya mambo ndani ya kikosi hicho ilianza kubadilika kwa ghafla wakati wanachama wao mmoja alipouawa katika mapigano makali ya hivi karibuni, jambo lililowalazimu kupokea wanajeshi wengine mpya kabisa aitwaye Norman. Bwana, kijana mdogo ambaye hapo awali alikuwa akifanya kazi ya kuandika ripoti za ofisini na ambaye alikuwa hana hata uzoefu wowote wa kijeshi wala utayari wa kisaikolojia wa kushuhudia ukatili wa unyama wa vita. Bwana, Norman alipojumuishwa ndani ya tanki la Fully anakutana na ulimwengu mwingine kabisa wa kikatili, ambapo Willard na wenzake wanalazimika kumfunza kwa ukali mkubwa jinsi ya kuua na kuua, wakimshinikiza kufanya mambo ambayo yanakinzana kabisa na maadili yake ya kibinadamu ili aweze kulinda maisha yake na ya wenzake pia ndani ya eneo hilo la hatari. Bwana, kijana huyu anajikuta kipitia wakati mgumu sana wa kushtuka na kisaikolojia, ambapo huko akilazimika kujifunza kwa njia ya maumivu makubwa kwamba katika ulimwengu wa vita vile kusika kwa sekunde moja tu kunaweza kugharimu maisha yako yote pamoja yako na kikosi kizima. Bwana, katika moja ya mission yao ngumu ya kusafisha mji fulani uliokuwa umetawaliwa na Wanazi, kikosi hicho cha Fully kinakabiliana na upinzani mkubwa kutoka kwa wanajeshi wa CC wa Ujerumani waliokuwa wamejificha kwenye nyumba na kupiga mabomu ya mkono na silaha za anti-tank kupitia madirishani. Bwana, jambo ambalo linafanya mapigano hayo kuwa ya mitaani na ya karibu sana. Katika mapigano haya ya kusisimua, tanki hilo linapambana kishujaa huku likiongoza matanki mengine ya washiriki kusafisha eneo hilo
ingawa linapata changamoto kubwa ya kupoteza baadhi ya matanki ya pembeni kutokana na silaha za asili za mizinga ya adui zilizojulikana kama Passfaust. Licha ya hasara hiyo ya vifo vya baadhi ya askari wenzao, bwana Wydad na kikosi chake wanafanikiwa kutawala eneo hilo kwa mbinu kali za kijeshi, ingawa ushindi huo unaanza makovu makubwa ya kisaikolojia kwa Norman ambaye anashuhudia kwa macho yake mawili akiona watu wakikatokatwa na matanki pamoja na madhara mabaya ya silaha za moto kwa raia wanajeshi. Bwana, baada ya mafanikio hayo ya awali, kikosi cha Fury kikiwa na matanki mengine matatu kinateuliwa kufanya doria ya hatari katika njia panda muhimu sana ya misitu ya Ujerumani ili kulinda usalama wa njia ya usambazaji wa jeshi kubwa la Marekani lililokuwa nyuma yao. Bwana, wakati wakiwa safarini kupitia mazingira ya utulivu na mashambani yaliyokuwa yakionekana kuwa salama, ghafla wanakumbana na shambulizi la kushtukiza na la kikatili kutoka kwenye tanki lenye nguvu na la kisasa sana la Ujerumani la aina ya Tiger ambalo lilikuwa bora maradufu kuliko matanki yao ya Sherman katika nyanja za silaha za ulinzi wa deraya. Bwana, katika mapambano hayo mafupi lakini makali, tanki la Tiger linaharibika na kuteketeza matanki mengine yote ya Marekani moja baada nyingine kwa urahisi mkubwa na kuacha Fury peke yao katikati ya uwanja huo wa wazi wakiwa wanakabiliana na tishio la kabisa kwenye ramani ya dunia. Bwana, kutokana na uwezo mdogo wa silaha zao ikilinganishwa na lile tanki la adui, Wydad analazimika kutumia uzoefu wake mkubwa sana na wa mbinu za kivita akiendesha tanki la Fury kwa ustadi wa hatari wa kujificha na kuzunguka pembezoni mwa msituni hadi wanapopata nafasi nzuri ya kulishambulia tanki la Tiger bwana kwa nyuma, ambapo ulinzi wake ulikuwa mdogo sana. Bwana, mapambano hayo ya ana kwa ana yanageuka kuwa mtihani wa ujasiri na mahesabu ya sekunde chache, ambapo kupitia msimamo thabiti wa Wydad na msaada wa mabomu yao hatimaye wanafanikiwa kulipua na kuliharibu lile tanki kubwa la Ujerumani. Bwana, ingawa ushindi huo unakuja kwa gharama kubwa na kuharibiwa kwa sehemu fulani ya tanki lao na kuchoka kupita kiasi kwa miili yao. Hata hivyo, wakati wakijiandaa kuendelea na safari yao fupi iliyosalia, wanajikuta wakipata pigo lingine kubwa la kiufundi ambalo tanki lao linakanyaga bomu la ardhi na kupata itirafu kubwa iliyofanya liache kusonga kabisa katikati ya njia panda. Bwana, wakati wakiwa wamekwama katikati ya njia hiyo panda na huku wakijaribu kurekebisha tanki lao bovu, Norman anatumwa kwenda kuchungulia msituni na anagundua jambo la kutisha sana. Kikosi kikubwa cha Wajerumani wa miguu wa Ujerumani kwa maana ya CSS kinachokadiriwa kuwa na maelfu ya askari kipo njiani kinatembea kupita njia hiyo kwenda kushambulia kambi ya nyuma ya jeshi la Marekani. Bwana, badala ya kukimbia na kujificha kwenye misitu minene iliyokuwa karibu kama ushauri wa awali wa baadhi ya wanajeshi ulivyokuwa, Wydad ng'ang'ania msimamo wake wa kishujaa kwamba wanatakiwa kubaki ndani ya tanki lao lililoharibiwa na kupiga hadi pumzi yao ya mwisho ili kuzuia kikosi kile cha adui kisiwafikie wanajeshi wenzao waliokuwa nyuma yao. Bwana, hii ni noma sana, bonge moja la movie la kikatili sana. Bwana, hii movie usichoke kuitazama na wala napenda nikisema kwamba hii ni Chad the Storyteller. Jina langu naitwa Chad the best presenter in town, na hii ni Chad recap ya movie kali. Bwana, mimi ni mzee wa movie.